Kwa majina, mimi naitwa Dr. Jabera Matogoro, ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa chuo cha Tanzania Community Networks Polytechnic College, na lengo letu ni kutoa mafunzo ya tehama lakini pamoja na mafunzo ya matumizi ya kuchakata data, yani data analysis. Kwa mwaka huu tumekuwa na mafunzo ambayo yalianzia Mwanza, lakini tulipotoka Mwanza tukawa na mafunzo mengine ambayo yalifanyikia Morogoro, na bahati nzuri sasa leo tunahitimisha mafunzo ya awamu ya kwanza kwa mwaka huu 2025 katika eneo la Dodoma hapa hoteli ya Royal Village, na kwa kweli tumepata mwitikio mzuri. Tumepata washiriki ambao wametoka kwenye taasisi binafsi, serikali, tunao wanafunzi wanaofanya masomo ya uzamili na uzamivu, na watu wanaojishughulika na shughuli mbalimbali, vijana waliomaliza vyuo ambao wameona fursa hii ya namna ya kutumia na kuchakata data kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Na kama ambavyo tumejifunza kwenye mafunzo haya, lengo ni kujengeana uwezo, kwa sababu unapokuwa na takwimu inazo taarifa mbalimbali, na ndio maana dira yetu ya taifa inayotuongoza sasa namna bora ya kujiendesha, takwimu ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Sasa kuwa na takwimu ni jambo moja, lakini kuchakata takwimu ambayo ni bora ni jambo la pili. Sasa mafunzo haya tunawajengea washiriki uwezo kwanza wa namna ya kukusanya data kwa kutumia mifumo ya kidigitali. Sio matumizi ya kukusanya data kwa kutumia makaratasi. Sababu kwanza makaratasi yana changamoto zake. Cha kwanza utunzaji, lakini cha pili uchafuzi wa mazingira. Na cha tatu, muda mwingine unapokusanya data ama takwimu kwa makaratasi, kuja kuzingiza tena kwenye mifumo ya kidigitali unahitaji idadi kubwa ya watu. Kwa majina naitwa Williams Malinyingi, ni mwezeshaji wa haya mafunzo. Kwa kitu tulichokiona katika haya mafunzo ni kwamba watu wengi wanapenda kufanya takwimu na watu wengi wanategemea takwimu, lakini hawajui takwimu wazipate wapi na wazipate vipi. Kwa hiyo katika haya mafunzo tumekuwa tukiwakumbushia watu umuhimu wa takwimu na athari za watu wanazoweza kuzipata kutokana na kukusanya aidha takwimu mbaya au takwimu nzuri. Kwa hiyo upokeo wa watu ni mzuri, na watu wameweza kujifunza kwamba kama Waingereza wanavyosema, data is just as good as the way we collect it. Kwa hiyo katika process mzima au mchakato mzima wa ukusanyaji takwimu, mlolongo mzima utakuwa mbovu, basi tutakachokipata pia kitakuwa kibovu. Na kama kitakuwa kibovu, kitapelekea hata katika matumizi yake, na matumizi yatakuwa mabovu. Kwa majina naitwa Angel Gabriel Meela, ni mhadhiri msaidizi katika chuo cha Wasibu Arusha, na pia ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa PhD katika chuo cha Nelson Mandela. Nafasi hii ya kuhudhuria mafunzo haya ya SPSS yananisaidia sana na yamebadili sana mtazamo nilokuwa nao kuhusu zoezi la ukusanyaji wa data, kuanzia fomu zinavyoandaliwa na uchakataji wenyewe wa data. Kwa sababu ili uweze kupata matokeo mazuri ni lazima uwe umejiandaa kutokea mwanzo. Na kama ambavyo saizi tunaambiwa data is a new fuel, na ili gari lolote liweze kutembea ni lazima liwe na mafuta. Mafuta hayo tulionayo katika dunia sasa hivi ya teknolojia ni data. Na ili data ili ziweze kuleta maamuzi sahihi katika taasisi au katika research inayofanywa, ni lazima ziwe zimeandaliwa vizuri kuanzia mwanzo. Ni lazima data ziwe na quality, zile quality zinazotakiwa kwenye data: completeness, validity, accuracy, consistency na mengineyo. Lakini pia data hizi lazima zikusanywe kutoka kwa wahusika sahihi. Kuna wale kusanya data ambao hawafiki kwenye eneo husika na wanaleta data ambazo hazijatoka kwenye eneo ambalo lilikuwa linatakiwa, na hivyo zikija kuchakatwa zinaleta matokeo ambayo sio yalikuwa ya wale walengwa halisi. Mimi naitwa Hindu Ibrahim, natokea Benjamin Mkapa hospitali kwenye kurugenzi ya utafiti na mafunzo, nikiwa kama mkurugenzi msaidizi wa utafiti na ubunifu. Tumeweza